Kwa Tanzania ndugu zangu, leo na jana baada ya kutoa klipu yangu inayohusu Mwanza, mkoa wa Mwanza kwamba umetengwa, nimepata simu za watu wananiambia kwamba nazungumzia kuhusu ubaguzi, kwamba Mwanza imependelewa sana, imefanywa mambo mengi sana. Watu wa Mwanza labda hamuiziki tu, imefanywa mambo mengi. Lakini nikwambie, ninataka nizungumze kwa takwimu kidogo tu, kukompea na mikoa mingine. Kwanza niwasisitize sana wabunge na viongozi mlioitwa na waziri mkuu kukaa kikao kwa ajili ya uwanja wa Mwanza na matatizo ya Mwanza, na waomba sana mzingatie mambo yafuatayo. Nitawaambia hapa, lazima mzingatie. Cha kwanza kabisa, ajenda za mkoa wa Mwanza ni zipi? Lazima mziadresi kwenye kikao hicho, kwa sababu Mwanza ina matatizo mengi. Mwanza ni kama vile imetengwa, kwa sababu mtakumbuka enzi za Bomani. Paulo Bomani alianzisha ushirika wa pamba. Alipoanzisha ushirika wa pamba, mkoa wa Mwanza ukawa na nguvu sana kubwa kiuchumi, na wananchi wake wakawa na uchumi, wakawa na miliki uchumi. Ila ajenda hii ikaja kuhujumiwa na serikali. Yaani ushirika wa Mwanza, ushirika wa pamba, ile shirika la pamba Mwanza pamoja na Shinyanga. Mwanza tulikuwa na tuna Mwanza Corporation. Shinyanga tulikuwa na Shireku. Yale mashirika ya pamba yale wa mikoa yote inayolima pamba yalihujumiwa, na waliohujumu ni serikali yenyewe kwa manufaa yao. Hatimaye paka ile nanili pamba, wananchi wakakoswa ile morality ya kulima pamba. Leo yamerudia yale muendelezo ule wa kuhujumu pamba. Leo ukienda kwenye nanili, eti tunaletewa mtu anayelima ndizi, eti ndo aje kuwa ndo balozi wa kuhamasisha watu kulima pamba. Yaani Agre Emmanuel, mtu anayelima ndizi kwao kule Siha, ndio aje ahamasishe, afundishe wakulima wa pamba namna ya kulima pamba. Hii ni dharau kubwa. Hii ni dharau kubwa sana. Halafu na nyinyi watu wa kanda ya Ziwa mnakubali. Na ndio maana nazungumza kwamba kanda ya Ziwa au Mwanza kwa ujumla wake imetengwa na imezoofishwa sana kiuchumi. Nitawapa mambo yafuatayo. Mkoa wa Mwanza una rasilimali za madini, si ndio? Kuna migodi kuna migodi inachimba madini katika mkoa wa Mwanza kadhaa. Lakini kanda ya Ziwa kwa ujumla ni kanda inayofanya kazi ya uchimbaji wa madini kwa ujumla wake. Lakini hebu fikiria sasa, mkoa wa Mwanza, rasilimali zake zote kama hizo, uchimbaji wa madini, tuna misitu, tuna pamba, tuna vitu vingi, tuna misitu, kuna mbuga. Lakini cha ajabu ni kwamba wananchi wake wanaishi kwa maisha ya duni kabisa. Mwanza inachangia kwenye pato la taifa zaidi ya shilingi trilioni 14.8, lakini zile trilioni 14.8 watu wa mkoa wa Mwanza hawazifaidi kabisa. Wanafaidi nini sasa? Yaani wewe unachangia shilingi trilioni 14.8 trilioni, halafu wewe unakuja kuletea bilioni 600. Sijui bilioni 600. Hiyo ni akili sawa sawa hiyo? Hiyo si ni nani kabisa, ni ubaguzi wa hali ya juu kabisa.
Hebu unakusanya, fikiria sasa, yaani unakusanya katika hizo pesa zote hizo, halafu katika ule mkoa una wafanyabiashara wengi wanafanya biashara za kushanti na magari yao, kusomba mizigo kupeleka sokoni, kusomba mizigo kutoka kwenye mashamba na kupeleka sokoni, lakini barabara zake ni mbovu. Yaani Mwanza naweza nikasema kwamba inaongoza kwa kuwa na barabara mbovu katika nchi ya Tanzania. Mwanza inaweza ikaongoza kwa kuwa na barabara mbovu katika nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania hii, Mwanza inaweza ikaongoza kwa kuwa na barabara mbovu, kwa wingi wa barabara mbovu. Kwa nini? Ukienda tu Mwanza pale, ni Mwanza mjini pale, barabara zimebaki mashimo tu, yani mashimo ya ovyo ovyo tu. Ndio maana ajali ni nyingi pale Mwanza mjini. Ukitoka pale Mwanza mjini kuelekea wapi? Kutoka Mwanza mjini pale kuelekea barabara ya Msoma, ile barabara ni mashimo tupu. Kwanza ni barabara ya zamani imejengwa na mkoloni, lakini hii barabara hii ni mashimo matupu kwa sasa. Ni kama Mwanza, mkoa wa Mwanza umetelekezwa, eneo ambalo linachangia zaidi ya shilingi trilioni 14.8, lakini halina lami. Nenda katika wilaya zake za Mwanza, hazina lami kabisa, vumbi. Ukipata kirami labda kipande cha kilomita 2, kilomita 1, zinasaidia nini? Hebu nenda kwenye mikoa mfano kama Kilimanjaro. Mkoa kama Kilimanjaro, barabara sio tu za kuunganisha mkoa kwa mkoa, bali barabara mpaka za kuunganisha mitaa zimepigwa lami, ziko cemented kule Kilimanjaro. Mimi nimefika kule. Ukitaka kujua ukitoka Mwanza au ukitoka Dar es Salaam mpaka kufika Moshi, Kilimanjaro, barabara zote ni lami. Ukitoka Kilimanjaro pale Moshi pale kwenda Rombo, zote ni barabara za lami. Ukitoka Moshi pale kwenda Kibosho, barabara zote za lami. Ukitoka pale kwenda sijui wapi Mwika kule, barabara za lami. Ukienda Machame, barabara za lami kote. Ukienda wapi, yani ukitoka pale wapi pale Rombo kwenda mpaka Rongai, kwenda mpaka kwenda ile barabara inaenda kutokea kule wapi kule sijui Longito, ni lami tupu. Lakini hebu njoo sasa kanda ya Ziwa. Kanda ya Ziwa, ukitoka Mwanza pale, ukifika pale Kisesa, ukichepuka barabara ya kwenda Sumve, unakula vumbi mpaka unafika Ngudu. Sijui umenielewa? Yaani unakula vumbi mpaka unafika Ngudu. Ukitoka pale Magu, unapitia Magu, uende Ngudu. Ukichepuka tu hivi, unakula vumbi kutoka pale Magu kwenda mpaka Nkalalo, kwenda mpaka Ngudu. Kote Jojiro, kote ni vumbi. Ukitoka Nyamatala kijijini kwetu, ni vumbi mpaka yani hakuna pahala ambapo pana lami. Kijiji vyote na kata zote zina vumbi. Lakini nenda katika mikoa kama ya Arusha, nenda mikoa kama ya Kilimanjaro, zote mpaka mitaa wenzetu wamepigwa lami. Tujiulize, wanachangia kiasi gani kwenye pato la taifa pale Kilimanjaro? Wanachangia kiasi gani kwenye pato la taifa pale Arusha? Haya ndio maswali ya kujiuliza. Kama huu sio ubaguzi ni nini? Kama sisi Dar es Salaam, ukienda Dar es Salaam, 100% za barabara zote zimepigwa lami. Paka barabara za kata zimepigwa lami, barabara za mitaa zimepigwa lami Dar es Salaam. Na mbaya zaidi, Dar es Salaam barabara zingine zinachimbuliwa ili zitengenezwe kwa upya. Dar es Salaam inachangia pato la taifa shilingi trilioni 17.
yani ni ya kwanza kwa uchangiaji wa mapato mengi, lakini barabara zake, miundombinu yake iko vizuri. Hospitali zake, ukienda kwenye hospitali zimejengwa za kisasa, jiji la Dar es Salaam. Nenda sasa kwetu kule Mwanza, miundombinu ya hospitali ni ovyo. Kwanza hata madaktari wahudumu wa afya na wenyewe hakuna, ni kama vile imetengwa. Yani mkoa wenye population ya watu milioni 4 na kitu, zaidi ya milioni 4, lakini cha ajabu huduma za afya zenyewe ziko feria, ziko chini kabisa. Madaktari bingwa tunao wangapi pale Mwanza? Hakuna madaktari bingwa pale Mwanza. Wako wangapi pale madaktari bingwa? Wako wangapi? Kwani kama vile Mwanza ni kama imetelekezwa hivi fulani hivi, yani kama ni watu ambao hawajitambui, kwamba ni kama ni mazezeta tu hivi, hawana ushirikiano, hawana umoja, hawana nguvu. Yani kwa sababu mkisha kuwa mmegawanywa, mkisha tenganishwa, mkadharauliwa, yani ni mtu mkisha gawanywa, yani ile inaitwa divide and rule. Yani tumegawanywa vipande, yani tumetengenezewa uhasama, tumetengenezewa wadui wa kuchukiana sisi kwa sisi, tusiaminiane sisi kwa sisi, tusiwe na umoja. Na ndio maana nguvu yetu sasa imeshakufa, hatuna nguvu tena. Ile nguvu iliyokuwepo kipindi cha kina Paulo Bomani, kipindi cha kina Machemba, kipindi cha kina Malaki, kipindi cha akina Kitwanga hiji cha juzi hapa, kipindi cha kina nani yule Sakila, akina Nyanda, hakipo tena. Yani tumepumbazwa, tumefanywa, tumetengenezewa uadui wa sisi kwa sisi, kupambana sisi kwa sisi. Ni jambo la hatari sana, na ndio maana hata huyu aliyeniambia kwamba Mwanza imependelewa, nilimshangaa sana kwamba utasemaje kwamba Mwanza imependelewa katika muktadha huo, wakati miundombinu ya hospitali ni ya hovyo katika jiji la Mwanza. Wananchi wakienda hospitalini hawapati huduma za kutosha za kueleweka, huduma za ovyo kabisa wanapoenda. Hata dawa zenyewe hakuna, huduma za kibingwa hakuna mkoa wa Mwanza. Badala ya kutengeneza sasa mekanizmu ya kuhakikisha kwamba hata hizi pesa tunazozipata at least tuwawekee hata watu wa Mwanza na wenyewe angalau wafaidi, lakini hakuna, haifanyiki hivyo, kwa maana kwamba tumetengwa kwa kiasi kikubwa sana wa ndugu zangu. Na ndio maana nawaambia ndugu zangu, watu wa Mwanza na watu wa kanda ya Ziwa kwa ujumla, tumetengwa. Tunatakiwa tuwe na umoja, tuwe na sauti moja, tusikubali kuburuzwa wakati rasilimali tunazo. Rasilimali zinakusanywa kutoka kwetu, zinaenda kuwahudumia watu wengine. Hii sio sawa. Huu ni ubaguzi ambao ni kinyume cha katiba ibara ya 22. Ibara ya 22 inasema hivi, kila mtu anayo haki ya kufaidi. Si ndio? Tumetengwa. Nenda tu hata kwenye swala zima la ajira. Juzi kati hapo zimetoka ajira, lakini katika mkoa wa Mwanza, yani Tanzania hii tuna mikoa 31, mikoa 26 Tanganyika na mikoa 5 kutoka Zanzibar. Lakini cha ajabu, mkoa wa Mwanza hakuna mtu, yani tuna watu waliopata ajira kwa takwimu, bado naendelea kuzikusanya vizuri, lakini kwa takwimu nilizozipata hawafiki hata watu 40 waliopata kazi, waliopata ajira katika hizi ajira zilizotoka watu 12,000. Mkoa mzima hawajafika hata watu 50. Wale 1, 2, 3, 50 hawajafika waliopata ajira kipindi hichi, ambazo ajira zimetolewa zaidi ya ajira 12,000, 7,000 si 12,000. Watu hata hawafiki hata 50. Unasema kwamba hapa kuna usawa hapa? Hapa si ni ubaguzi mkubwa sana, watu wa Mwanza wanatengwa. Tanzania hii tuna mikoa 26, lakini Mwanza hatuna hata mkuu wa mkoa mmoja. Mkuu wa mkoa anayetoka katika mkoa wa Mwanza
pahala popote. Hakuna hata mkuu wa mkoa anayetoka Mwanza. Sasa huu si ni ubaguzi mkubwa sana? Utasemaje kwamba hawa, ina maana mkoa mzima wenye population ya watu milioni 4 hakuna mtu anaye qualify kuwa mkuu wa mkoa? Yaani hakuna kabisa mtu anaye qualify kuwa mkuu wa mkoa kwenye population ya watu milioni 4 kabisa. Ukienda kwa wakuu wa wilaya, tuna wilaya zaidi ya 135. Wilaya 135, maana yake tuna wakuu wa wilaya 135. Lakini wakuu wa wilaya wanaotoka katika mkoa wa Mwanza ni wawili tu, sijui ni mmoja. Yaani Mwanza ina wilaya 7, ina wilaya 6. Lakini wakuu wa wilaya waliotoka katika mkoa wa Mwanza ambao ni wawili tu kati ya wilaya 135, sawa. Lakini wakuu wa wilaya waliotoka katika mkoa wa Mwanza ni wawili. Sasa hapo unahitaji rocket science kujua kwamba watu wa Mwanza wanabaguliwa katika nchi hii. Unahitaji rocket science kujua kwamba watu wa Mwanza wanabaguliwa katika nchi hii. Yaani wawili. Mkoa una wilaya 6, lakini watu wake yani wawili tu katika mkoa ule ndio wamekuwa wakuu wa wilaya katika wilaya 135. Usi unanini kabisa, huu ni ubaguzi wa hali ya juu kabisa. Alafu tukiyasema haya wanasema kwamba unazungumzia ukabila. Ukabila upi? Yaani mkoa wetu, mkoa wa Mwanza mzima una wakuu wa wilaya wawili wanaowakilisha katika wilaya mbalimbali. Sasa hii lesho iko wapi hapa? Hatuna mkuu wa mkoa hata mmoja. Ina maana mkoa mzima hatuna watu wenye sifa za kuwa wakuu wa mikoa. Like serious ile kabisa. Bwana, mnatudharau sana watu wa Mwanza. Mnatudharau sana watu wa Mwanza. Sana. Tunadharauliwa mno. Halafu na sisi tumekubali kudharauliwa kwa sababu tumegawanywa, tukatengenezewa machuki ya kuchukiana sisi wenyewe, tusiwe na umoja. Hilo ni tatizo kubwa. Na ndio maana nazungumza kabisa kwamba watu wa Mwanza, watu wa kanda ya Ziwa kwa ujumla wake, tunatakiwa tuunganishe nguvu, tulete heshima katika mkanda yetu, tulete heshima katika mikoa yetu. Jiulize wewe ndugu yangu unayenisikiliza, katika mkoa wako ni watu wangapi ambao wamepewa nafasi ya ukuu wa mkoa, ukuu wa wilaya katika wilaya yako, katika mkoa wako wewe? Zanzibar ina mikoa 5. Zanzibar ina mikoa 5. Hebu fikiria sasa, Zanzibar ina wakuu wa mikoa wangapi huku Tanganyika? Ina wakuu wa mikoa wangapi huku Tanganyika? Ina wakuu wa wilaya wangapi huku Tanganyika? Fikiria wewe sasa. Yaani ina wakuu wa wilaya wangapi kutoka Zanzibar kuja huku Tanganyika? Wangapi? Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini sisi mkoa wa Mwanza tukoswe watu hata wa kuwakilisha katika wilaya zetu, wilaya mbalimbali au katika mkoa? Tujue mkoa wa Mwanza una population ya watu milioni 4. Lakini hatuna hata mtu mmoja anayeitwa waziri kwenye baraza la mawaziri. Mkoa mzima hatuna waziri anayewakilisha kwenye baraza la mawaziri mkoa mzima. Kwa sababu kwa mujibu wa kawaida hata kuanzisha kwa baraza la mawaziri lilikuwa ni kwa ajili ya kubalance ratio, kila mkoa utoe mtu mmoja katika kwenye baraza la mawaziri. Yaani kila mkoa utoe at least mtu mmoja kwenye baraza la mawaziri, ili kusudi yanapokuwa yanajadiliwa masuala ya kisera kwenye nchi, huyu angalau awepo mwakilishi kwenye mkoa atakayezungumza kwa niaba ya wananchi au kwa niaba ya mkoa anaotoka kwamba changamoto ziko hizi na hizi. Sasa wewe haumo. Sera zinapitishwa mfano za wafugaji, sera zinapitishwa mfano kama za wakulima, sera zinapitishwa mfano za wakulima wa pamba. Nani atakayesimama kitete kwa ajili ya kutetea maslahi ya wakulima wa pamba katika kwenye baraza la mawaziri hata wakipitisha sera zao? Hayupo. Kuanzishwa kwa baraza la mawaziri, lengo lake, shabaha yake ni kwamba at least pawepo na diversity ya watu, kila mkoa tupate. Na ndio maana leo tuna baraza la mawaziri
lina watu zaidi ya 28 karibia 30 mawaziri kwenye baraza la mawaziri, kama takriban watu 30 31, of which nilitegemea kwamba kila mkoa wapate mwakilishi katika kila mkoa, aende akawakilishe kwenye baraza la mawaziri. Ina maana mkoa wetu wa Mwanza wenye population ya watu milioni 4 hauna mtu mwenye qualification za kuwa waziri, hauna kabisa. Yani mkoa mzima wote kabisa ni mambulula, hawana elimu, hawana sifa za kuteuliwa kuwa waziri. Kweli hapo tukisema kwamba ni ubaguzi, mnasema kwamba tunakosea? Hapana, lazima haya mambo tuaddress properly, ili kusudi kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu kwamba kila raia anastahili fursa na haki sawa. Kila raia anahitaji fursa na haki sawa. Sasa kila mkoa unahitaji fursa na haki sawa. Sasa kwa nini tusipate hata mtu mmoja wa kutuwakilisha kwenye baraza la mawaziri? Kuna nini? Unakuta mkoa mwingine una mawaziri hata 5. Yaani mkoa mmoja tu na waziri karibia 3 au 4. Sasa hii si ni ubaguzi mkubwa sana wa hali ya juu kabisa kwa watu wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla wake? Ili hapana, hatuwezi kukubali haya mambo. Haya mambo sio. Lazima tuyaseme, na lazima watu viongozi muangalie kwa umakini sana. Hatuwezekani sisi tukawa wasindikizaji tu. Yaani tuwe tunawasindikiza tu, yani sisi tunasindikiza tu. Mkoa huu unachangia kwa mujibu wa trilioni 14.8. Sasa hizi trilioni 14.8 mgawanyo wake ukoje? Kwa sababu mgawanyo, by the way, hata kwenye bajeti unaanzia kwenye baraza la mawaziri. Bungeni pale ni rubber stamping tu. Sasa mgawanyo unapoenda kwenye baraza la mawaziri, mtu kwa mfano kama mtu anatokea Mwanza, lazima atapambana kuhakikisha kwamba maslahi ya Mwanza yanalindwa, kwa sababu tunachangia zaidi ya shilingi trilioni 14.8. Sasa huyu mtu akiingia kwenye baraza la mawaziri akashinda kutekeleza wajibu wake, tunakuwa na nafasi ya kumbana huyu kwamba wewe umekuwa waziri katika baraza la mawaziri, bajeti imepitishwa, lakini tunashindwa hata kujenga uwanja wa ndege. Kwa nini tushindwe kujenga uwanja wa ndege na wewe ulikuwa katika baraza la mawaziri? Wakati mnajadili katika mipango ya baraza la mawaziri namna gani vipaumbele vikoje, wewe ulikuwemo. Tunashindwa kumuuliza. Na ndio maana kwenye mikoa ambapo mawaziri wanatoka, vipaumbele vinakuwa ni vikubwa. Mikoa inayotoka mawaziri, vipaumbele vinakuwa ni vikubwa. Ni kweli ambao uko wazi, vipaumbele wanapelekea huduma nyingi, ziwe ni miundombinu, ziwe ni afya, ziwe ni ajira, ziwe ni nani, wanapelekea wao. Lakini sisi hakuna. Zimetoka pesa hapa za nani za bilioni 200 za Samia. Mkoa wa Mwanza hakuna hata kijana mmoja aliyepata hizi pesa. Hakuna hata mmoja. Kanda nzima kanda nzima ya Ziwa, watu 10 tu, si 10 tu ndio waliopata. Kati ya watu wangapi? Kati ya watu 1963 waliopewa huo mkopo, watu 10 tu, si watu 20, hawafiki hata 20 watu. Kanda nzima yenye population ya watu milioni 20, zaidi takriban milioni 20 hawajapewa. Kwa sababu gani? Hatuna watu mle kwenye nani. Lakini tungekuwa kwenye baraza la mawaziri tungekuwa na watu, at least tungepata. Na sisi tumetengwa. Tukiyasema hapa mnasema kwamba ni ukabila. Ni ukabila gani? Wakati mnatutenga, yani mnatumia lugha ya ukabila kuendelea kutugandamiza. Yani mnatumia lugha ya ukabila ili kusudi tusiwe na umoja, ili muendelee kutunyonya. Hapana, this is not fair. This is not fair. It cannot be. Hapana. Lazima tusimame, lazima tuuseme ukweli. Kwa sababu gani? Tusipousema ukweli, uwe na hakika kwamba hakuna kitu sasa. Hakuna kitu sasa. Lakini sasa ukiangalia mambo kama hayo, ndio mambo ambayo tunatakiwa tuyapigie kelele. Hatuwezi kukubali mkoa wetu wa Mwanza ukatumika kama
kama ghala la watu kuja kuhifadhi na kuchukua vitu, halafu wanatubakiza sisi makapi. Kwa sababu kama tunakusanya trilioni 14.8 halafu hatuletewi chochote, maana yake ni sawa sawa mtu, wewe hapo unayenisikiliza, umeambiwa ulime, uvune, upalilie, uvune, halafu yule baada ya kuvuna yale mazao yote yanakuja kuchukuliwa, yanapelekwa kwingine, halafu wewe hata chakula huna. Unaambiwa kwamba ili upate chakula unatakiwa uende ukaombe kibarua kwa mtu mwingine ili kusudi upate pesa ya kununua chakula nyumbani kwako. Si ndio tunachofanywa sisi watu wa kanda, watu wa Mwanza? Pesa tunakusanya, zinakuja kuzolewa zote, zinapelekwa kwingine, sisi tunabakiwa makapi. Maana yake nini? Hii ni dharau kubwa sana. Ni dharau kubwa sana. Ajira hamna, miundombinu hamna. Sasa ni nini sasa? Tunafaidi nini sasa? Lakini kwa kumalizia niseme kwamba nataka ni simenti kwamba nchi hii si mali ya mtu. Rasilimali za nchi hii sio mali za kundi fulani. Tunatakiwa watu wote wa Tanzania tuzigawe hizi rasilimali, tuzifaidi wote kwa pamoja. Na nyinyi watu wa Mwanza, nyinyi watu wa kanda ya Ziwa, tunatakiwa tuunganishe nguvu, iwe ni nguvu moja, tuwe na sauti moja na tuwe na msimamo mmoja katika swala zima la maendeleo ya wananchi wetu. Tusikompromise na mtu yoyote. Yoyote anayetusaliti katika kupigania maslahi yetu ya wananchi wetu, huyo tumuite ni msaliti, anatakiwa azomewe na anatakiwa apuzwe, asipewe nafasi yoyote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Mimi naitwa kijana mzalendo David Levi Nkindikwa, namba ya simu 0685 44 63 43.